Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kumeleta furaha ulimwenguni. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kumeleta ukombozi ulimwenguni. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kumetufanya sisi tumekombolewa na tumeitwa wana wa Mungu. Nataka tuangalie Luka mtakatifu mlango wa 1 mstari wa 39 kuhusu Mariamu wakati ambapo alienda kwa Elisabeti. Ya kwamba utajua na utagundua kwamba kuzaliwa kwake kulikuwa si hali ya kawaida. Basi Mariamu akaondoka siku hizo, akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda. Akaingia nyumbani mwa Zakaria, akamwamkia Elisabeti. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu. Yaani aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu tu, kile kitoto kilicho ndani yake, yaani Yohana karuka ndani ya tumbo la mamake, kuonyesha kwamba Mariamu alikuwa na nguvu ambazo zilikuwa si za kawaida kwa sababu ya kile kiumbe kilichokuwa ndani ya tumbo lake. Akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili, hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Jina la Bwana litukuzwe. Tusherehekee kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ya kwamba azaliwe ndani ya moyo wako, azaliwe ndani ya moyo wangu, na akae ndani yangu, na matendo yangu yadhihirisha kwamba Yesu Kristo yumo ndani ya moyo wangu. Kuweni na Krismasi njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Mwenyezi Mungu awabariki sana.